Sekta binafsi imepewa takriban 70% katika utekelezaji wa dira tunayoizungumza hapa ya miaka 25 inayokuja. Hivyo ni matarajio yangu kwamba katika safari yetu hii muhimu ya maendeleo, ninyi sekta binafsi mnayo nafasi kubwa sana ya kuongeza uwekezaji nchini. Sisi serikali kwa upande wetu tutaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kisheria, kisera na kitaasisi ili kuvutia uwekezaji wa ndani na nje ya nchi na kutuwezesha kufikia malengo ambayo tumeyaweka kwenye dira yetu kupitia nyenzo ambazo tumezizindua leo. Lengo letu kuu ni kuwa na uwekezaji unaounganisha uzalishaji mkubwa na uzalishaji mdogo, lakini pia biashara kubwa na biashara ndogo, kuweka daraja na kufanya ukaribu na sio kama ilivyo sasa. Na hapa tunazungumzia sasa pia urasimishaji wa sekta ambayo haiko rasmi. Tunaelekea huko. Tunataka uwekezaji unaokuza ujuzi wa nguvu kazi ya ndani, kiwemo kuwawezesha makundi maalumu ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kushiriki kikamilifu katika mnyororo wa thamani ya uzalishaji. Nasema kwa msisitizo kwamba utekelezaji wa dira 2050 unahitaji sekta binafsi yenye maarifa, ubunifu na uwezo wa kukuza bidhaa, huduma ndani ya masoko ya ndani, lakini pia masoko ya kikanda na kimataifa. Na kuna ombi lilitoka hapa nadhani kwa rais wa sekta binafsi kwamba tuijenge sekta binafsi. Ilivyo sasa hamtafikia huku tunakotaka. Nami nataka kuahidi kwamba tutashirikiana kuijenga sekta binafsi. Nataka nione kwamba kama mlivyosema, wawekezaji wetu wa ndani, wafanya biashara wa ndani wanatoka nje ya mipaka yetu. Tumeanza kuona mashirika yetu na baadhi ya wafanya biashara wako nje ya mipaka yetu, lakini ni wachache. Kwa hiyo tunataka kufanya wengi zaidi, kuwatafutia fursa, tuwawezeshe na muweze kutoka nje ya mipaka yetu. Lakini vile vile niseme kwamba kuifanya Tanzania kwa kitovu muhimu cha uzalishaji na usafirishaji katika bara letu ilikuwa ni ndoto. Tulikuwa tunasema tu mdomoni, tafanya kwa kitovu cha biashara. Lakini jinsi mambo yanavyokwenda tunaelekea huko. Hakuna shaka tunaelekea huko. Nilikuwa napitia kipeperushi hiki chenye taarifa kwa muhtasari tu ya mambo yaliyofikiwa. Kwa kweli jamani, Tanzania tunaelekea huko. Tunaelekea huko. Bado tuna kazi ya kufanya, lakini tunaona mwanga, wanasema nini? Chini ya tunnel, tayari tumeona mwanga. Kwa nadhani tunaelekea huko. Lakini niseme kwamba soko huru la biashara Afrika nalo litatufungulia fursa kubwa ya kupanua biashara na kuvutia uwekezaji. Kwa nalo tulitumie. Tuna fursa kubwa Tanzania. Nilikwenda Ghana, nikaenda Angola ndani ya Afrika. Na wote, na nilishangazwa zaidi Ghana, wanazungumzia Mbeya Rais. Wanazungumzia Mbeya Rais. Ghana, Angola wanazungumzia bidhaa za Tanzania. Nikauliza Ghana, why Mbeya Rais? Akasema Mbeya Rais, kama unaishi kwenye flat, ukichemsha kwenye flat yako, jumba lote lina harufu. Kwa hiyo we need Mbeya Rais kutoka Tanzania. Tatizo letu connectivity, jinsi ya kufikisha huko, na hiyo ndio kazi yenu private sector. Mkae mchemshe kichwa. Tunapeleka vipi bidhaa kwenye nchi jirani ambazo connectivity haijafika? Si serikali tunajitahidi upande wetu. Reli ya kati hiyo sijui tunakwenda mpaka DRC, tunajitahidi kwa upande wetu. Ambayo tuna reli nyingine hii ya kawaida itakayokwenda Zambia, tunaifanyia rehabilitation ambayo itaweza kutuconnect na Angola sasa. Wakifika Kapirimposhi safari inakwenda mpaka Lobito huko na kwingine. Tunajitahidi kufanya connection, lakini private sector mkiweka misuli tutakwenda haraka zaidi.
Kwa connectivity ndani ya Afrika ndio tatizo letu, lakini bidhaa za kuuza tunazo. Kwa tujitahidi kuzalisha viwandani, lakini pia tuzalishe kwenye ardhi yetu ili tuuze. Nikisema hivyo inatulazimu sasa tuongeze uzalishaji, kwa sababu bidhaa zipo na zinatakiwa. Tuongeze uzalishaji, tujenge viwanda vinavyoongeza thamani ya rasilimali zetu, tuzingatie viwango vya ubora na tupunguze gharama za kufanya biashara, ambayo hii ni kazi yetu sote, sekta binafsi na nyinyi serikali wote. Tuangalie njia ambazo zitatuwezesha kupunguza gharama za kufanya biashara ili bidhaa zetu ziwe shindani kwenye masoko ya kikanda na kimataifa. Natambua kwa baadhi yenu mnafanya jitihada katika mwelekeo huu, lakini idadi yenu bado ni ndogo sana ikilinganishwa na fursa zilizopo katika sekta zote, pamoja na nafasi yetu ya kimkakati ya kijiografia. Mungu ametupendelea, tuko pazuri sana. Sisi ni hub, hata kama hatukusema sisi ni hub, hata kama hatukuzalisha, sisi ni hub. Tulipowekwa ili uingie huko na huko na huko ndani ya Afrika, lazima upite Dar es Salaam. Kwa hiyo sisi ni hub ya kimaumbile. Kwa hiyo hii fursa Mungu aliotupa, twendeni tuifanyie kazi. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, mwelekeo wa uchumi ya siasa za dunia, kama mnavyofahamu kwamba kuna mabadiliko kila siku. Uchumi, siasa za dunia zinabadilika, na mabadiliko yale hayaathiri tu upande mwingine, lakini ni dunia nzima na sisi tukiwemo. Lakini kwa upande mwingine, amesema Kitila hapa kwamba misaada na mikopo tuliozoea inaendelea kuondoka. Mikopo ipo, lakini ile mikopo tulikuwa tukipata kwa njia nafuu inapungua. Tunaambiwa mmeingia uchumi wakati mnakwenda vizuri, sasa muingie mikopo mikubwa yenye riba kubwa kidogo, na sio ile ya concession tuliokuwa tukipata. Tunajitahidi kujitetea, lakini statistics, figures zetu zinaonesha kwamba tunaelekea kwenye mikopo sasa out of concession. Kwa hiyo na misaada ndio kabisa amesema hapa inapungua. Kutoka matrilioni tulikuwa tukipokea, sasa tunapokea bilioni 100 ngapi? 500 na kwa hiyo kunapungua. Hiyo ina maana gani? Ina maana tukaze buti, tufunge mikanda, tuzalishe tuuze, tuzalishe tule ndani, tuzalishe tuuze, na tupunguze kuagizia kwa yale ambayo tunaweza kupunguza kuagizia. Kwa hiyo ndugu zangu, tuna kazi kubwa bado ya kufanya. Tunapaswa kuzilinda na kuzitumia vyema rasilimali tuzojaliwa na Mwenyezi Mungu kwa nidhamu, uadilifu, uzalendo na ufanisi, ili tuweze kujiletea maendeleo yetu wenyewe. Katika safari yetu hii kuelekea 2030, tamko limeeleza yote tunayotakiwa kufanya. Nyenzo tayari zimeshazinduliwa. Lililobaki sasa ni utekelezaji. Sote, serikali na sekta binafsi, twende tukatekeleze. Nilipokuwa nikikabidhi ufunguo hapa, sekta binafsi wameshika huko kwa kufungulia huko, na serikali wameshika likichwa la ufunguo. Kwa sekta binafsi wakatuambia, sasa mtatujua, maana ufunguo huko kwetu. Nyinyi mmeshika masera na masheria huko, lakini ufunguo wa kufungulia ni huku kwetu. Kwa hiyo wote twende tukafanye hiyo kazi. Sisi tutashika huku, na nyewe wekeni ufunguo kwenye mlango, tulifungue kufuli, wote twende kwa pamoja.